kama serikali kupitia ofisi ya Waziri Mkuu ambayo kisheria ndio ina dhamana ya kuratibu shughuli zote za usimamizi wa maafa nchini. Moja ya juhudi za serikali ni kutengeneza hizi vulnerability maps. Kwa hiyo hii program ambayo lengo lake ni kwenda kukusanya data, taarifa mbalimbali za majanga katika maeneo mbalimbali, kwa hiyo zitatusaidia katika kutengeneza hizo kufanya mapping. Kwa utashi wa kitaalamu, ninaamini kabisa taarifa zenu za spatial kupitia huu mradi zitakuwa useful kwa ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, hasa kwa kutekeleza ile sera yake ya uendelezaji wa miji na vijiji nchini. Na lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba serikali na wananchi wanajiandaa na majanga katika maeneo hayo, kwa kuweza kuondoka katika maeneo hatarishi, kwa mfano mafuriko, lakini pia serikali kuanza kuweka miundombinu ambayo itasaidia kuzuia majanga hayo, lakini pia kujiandaa kwa vifaa vya misaada endapo itakuja kutokea. Changamoto ambazo zinajitokeza hasa za kijiografia, wananchi wanakuwa hawatambui yale maeneo ambayo yana viashiria vile vya kimaafa. Kwa hiyo hizi ramani zitaenda kutusaidia kujua mwananchi kutambua yale maeneo ni yapi ambayo ni maeneo hatarishi, lakini ni yapi maeneo ambayo sahihi kwa wenyewe kuishi au kwa kutekeleza shughuli zao mbalimbali za kijamii. Niweze kuwapongeza Open Map Tanzania kwa namna ambavyo mmetupa workshop kwa ajili ya kupambana na mafuriko. Mkoa wangu ni moja ya mikoa Tanzania ambayo inaathirika mara kwa mara na mafuriko, sasa wilaya za Kibiti pamoja na Rufiji, lakini pia kuna wilaya zingine naamini hapo baadaye mtaweza kuzifikia ambazo ni Bagamoyo, Mkuranga pamoja na Kibati C. Lakini niweze tu kuwapongeza jambo lingine, mmeweza kutarget kata. Lakini pia utaenda kutujengea uwezo wa kutoa elimu mashuleni kama vile kuanzisha mabonanza, lakini pia kuanzisha kampeni mbalimbali za masuala ya kujua athari za kimazingira kwa wanafunzi wetu, lakini pia kujengea uwezo viongozi, lakini pia kwa kutambua aina mbalimbali ya vitiririsha maji kama mitaro na maeneo mengine ambayo ni korofi ambazo yanaweza kusababisha madhara. Na tunashukuru mmeweza kutuengage, manake volunteer wa Tanzania Red Cross Society wataweza kushirikiana na nyie katika kufanya vitu mbalimbali ambavyo mnavihitaji na pia kutoa elimu. Mradi wa Ramani Zetu Sauti Zetu ulianzia kutoka kwenye mradi wa awali uliokuwa unaitwa Ramani Huria, ambao ulikuwa unaenda kuangalia changamoto ya mafuriko katika maeneo ya wananchi, ili kuweza kuboresha kazi tuliokuwa tumeifanya awali kwa kuhakikisha kwamba tunatumia teknolojia, tunashirikisha wananchi, lakini pia tunashirikisha wadau kama serikali na taasisi binafsi katika kuleta maendeleo, hasa katika kuboresha maeneo yenye changamoto ya mafuriko na kusaidia wananchi walioko katika eneo hilo. Ningependa kutoa shukrani za dhati kwa washiriki wote walioweza kushiriki warsha ya ufunguzi wa mradi wa Ramani Zetu Sauti Zetu. Wameweza kushiriki mawazo, wameweza kutoa maoni yao ambayo yanaenda kujenga na kuboresha zaidi mradi wetu.